Wild West TV. Hussein Zimbwe Junior kwa niaba ya wachezaji wenzake anasema nini? Wacha tumsikie hapa. Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Maandalizi yameenda vizuri kabisa. Naweza kusema maandalizi yameenda kwa 99%. Kwa hiyo leo tunakuja kukamilisha 100% ili tuweze kukamilisha 100% kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kwa hiyo niseme tu kwamba tupo tayari na tupo tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaivusha Simba kuelekea katika hatua ya nusu finali. Ugumu upo na sisi kama wachezaji tunatambua jukumu ambalo lipo mbele yetu, na ukizingatia kwamba hakuna ukiangalia mashabiki, wanachama na kila mtu na kila Mtanzania ambaye anapenda mpira, matarajio yao ni kwamba kesho tunafanya vizuri, lakini matarajio hayo yanabebwa na sisi wachezaji. Kwa hiyo nahakikishia kwamba na niwaombe wapenzi na kila mtu ambaye anapenda mpira ajitokeze kwa wingi kesho kuhakikisha kwamba kile ambacho wanakitarajia sisi kama wachezaji tumejiandaa nacho vizuri, na tutaenda kufanya vizuri kuhakikisha kwamba ile imani ambayo wao wanayo kwamba hii tunavuka na tunavuka kweli. Kwa sababu ukiangalia mchezo tayari ushafika, kwa maana kwamba tuna siku moja tu ambayo ni kesho. Kwa hiyo kama wachezaji, kila mchezaji yupo vizuri, na niseme tu kwamba kila mchezaji ana hamu ya kucheza mechi ya hii, na ukizingatia kwamba tupo nyumbani mbele ya mashabiki wetu ya 60,000. Kwa hiyo ni kutoa ofa, ni watoe ofa Tanzania kwamba kila mchezaji yuko tayari kuhakikisha kwamba anaipambania timu. Mohamed Hussein, nahodha wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, akiamini kabisa kwamba wana lunyasi watakwenda kwa wingi kunako dimba la Benjamin Mkapa kuujaza uwanja huo, na amekiri wazi washabiki 60,000 katika kuweza kuujaza huo uwanja. Sasa washabiki wao wenyewe wanasemaje kuelekea hii mechi? Mwenzetu Abdurazak Majid amepiga na story, washabiki wanasema nini kuelekea mechi hii. Naitwa Ali Ismail Kivia, natokea Iringa. Kwa maoni yangu mimi nadhani itakuwa ni mechi ngumu sana hapa. Falsafa ya Simba inafahamika kwamba wengi wanaamini kwamba kwa Mkapa hatoki mtu, lakini football haipo hivyo. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea. Lakini yote kwa yote mimi nadhani Simba Sports Club watakuwa wamejiandaa vilivyo, kwa sababu raundi hii hawataki kufanya vibaya. Kwa majina naitwa Alfred Bukuku, natokea Kigamboni Tungi. Mechi ya kesho itakuwa ni mechi ngumu sana, kwa sababu naamini kwa hariba ya wale watu, usishangae ule mpira ukawa na dakika 60 tu, dakika 30 nzima zikawa za watu kulala tu. Kwa hiyo mimi ningekuwa kama ni mmoja ya benchi la ufundi wa Simba, kwanza ningewatengenezea timu yangu morali. Kikubwa ni morali, kwa sababu tayari tunaamini mwalimu kwenye uwanja wa mazoezi alishamaliza tayari. Kwa hiyo tunachokitaka sasa hivi ni kuona kila mchezaji wa Simba anayepata nafasi basi akajitoe kwenye 100%, na kuhakikishia kama Simba wataweza kumaintain kipindi cha kwanza ndani ya dakika 25 wakapata goli moja tu, basi I promise you Simba anaweza kupindua matokeo. Mimi naitwa Khamis Jayara, Mpemba mwenye majina ya Kibrazil. To be honest, mchezo utakuwa na pressure kubwa kwa Simba, kwa sababu wanaingia wakiwa wako nyuma kwa mabao mawili. Huu ni mchezo ambao ukifunga mabao mengi ndio unakwenda katika hatua inayofuata, lakini Simba watakuwa na rekodi wataingia katika mchezo huu wakiwa na rekodi mbaya. Katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika walifungwa mabao 4 katika ardhi ya Kaizer Chiefs kule Afrika Kusini, wakaja kushinda mabao 3. Kwa hiyo watakuwa wanaingia huku wakiwa na pressure ya kuweza kutaka kuingia katika hatua ya nusu finali. All in all, wanasemaga wenyewe kwa Mkapa hatoki mtu. Naitwa Amos Machugu, toka Mbela, kwa sasa niko Dar es Salaam. Mechi ya kesho ni mechi ngumu. Kama wachezaji wote watajitoa kwa angalau kwa 75% kila mchezaji, basi mechi ya kesho inaweza kwa upande wa Simba. Simba wameshafanya mambo mengi makubwa sana. Ni washabiki hao, baadhi wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, na wengine wakitoa maoni yao kuhusiana na kile ambacho tunachokisubiri kwa mkubwa sana kunako dimba la Benjamin Mkapa. Wekundu wa Msimbazi Simba kuipeperusha bendera ya Tanzania dhidi ya kikosi cha Al Masry. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama yetu Samia Suluhu Hassan kuweza kununua goli moja milioni 10 ila Simba ishinde. Yani sio goli moja tu bafu umetolewa. Simba itakuwa kushinda, ikishinda goli moja milioni 10.
Mama ana baya. Simba inatakiwa kufanya nini kuibananisha Al Masry ichapike haraka sana? Goli 3 sio ndogo, ili kuwahi kwa haraka zaidi. Yes. Mahitaji ya Simba kwanza na ndio ya msingi ni kuhakikisha wanatikisa nyavu mapema tu. Yani licha mapema, yani katika plani yao ni lazima, ili wasonge mbele, ni lazima nyavu zitikisike upande wa pili. Jamaa analala sana hawa bwana. Suluhu yoyote haiwezi kumpitisha Simba, kwa maana kama hakuna goli kwenye mchezo. Kwa hiyo jukumu lake mama la kwanza ni kutengeneza magoli na kuhitimisha kwa kupata magoli. Yes, katika mchezo uliopita kule Egypt walionekana kuwa vizuri kwa maana ya kutengeneza nafasi, ila kwenye kuzitumia nafasi ndio mashaka yalipokuja. Sasa kwenye game plan yao au match strategy yao wanaotakiwa kuingia nao kesho ni kuanza kupata magoli mapema, kuirahisisha game. Hapa tunaposema magoli mapema, maana yake katika robo ya kwanza unaweza ku make sure umepata goli moja, inakupa nafasi ya kuwa na game hope ya kusonga mbele, kwa tafsiri ya kwamba uwezekano wa kupata goli 3. Kinyume na hapo upambane ukaipeleke game kwenye goli 2 bila. Maana yake sasa tunarudi kuangalia kanuni nasemeje, muda unaongezwa au moja kwa moja penalty. Yes, kwa hiyo plani ya Simba ikasimame huko, lakini ili Simba asonge mbele, cha kwanza inatakiwa ni kutikisa nyavu. Mshinda 3 mapema. Yes, yani all in all, yani acha neno mapema. Maana kishinda goli moja shughuli shaisha. Yes, kwamba atakuwa ametoka yeye. Mahitaji ya mchezo anamtaka apate hizo goli 3 awe amepita kwa kupitia dakika 90. Lakini anaweza kuipeleka game kwenye 2-0, akaipeleka game kwenye kutai 2-2. Kila moja alishinda nyumbani 2-2. Angalia kanuni inayofuata ni kanuni gani hapo. Kwa hiyo sasa faida ya kutangulia kupata magoli mapema moja kwa moja inaweza kukurahisishia wewe kwenda kupata mahitaji ya magoli 3. Yani tuashumu kama labda dakika 20 au afu ya kwanza imeshatoa goli 2, maana yake mpango wako wa mechi unabadilika na kuanza kufukuzia goli 1. Basi imekaa vizuri. Sasa washabiki wa Simba piga kwenye msitu wa watu kamba, lakini goli la pili akaenda katemea ndani wakaweka watu. Unaonaje hii kitu? Simba tutaka kuboresha kwenye maeneo haya. Simba. Yes, cha msingi zaidi ni kwangu mimi naamini kwenye kuboresha kwenye eneo la ushambuliaji. Ulinzi walisharuhusu bao 2. Leo deni liko kwenye kufunga wao. Lakini yote juu ya yote huwezi kucheza game ya upande moja, kwamba upande yani kwa maana ndani ya mechi kukawa na jukumu la kushinda tu la kushambulia bila kujihami. Pia ni muhimu pia na wao kujihami. Sasa kuna makosa yalionekana kwenye partnership ya center back katika mchezo wa kwanza ulioruhusu wenyeji wa mchezo huo kwa maana Al Masry kupata hizo bao 2. Nilipendezwa kuona baadhi ya watu wanarudi kumtaja Shemalon, mtu ambaye siku za nyuma pia walikuwa wanamzungumza vibaya. Ni kweli bwana. Ni tatizo. Lakini leo wanamuona kama Lulu baada ya wale watu ambao walicheza kwenye nafasi yake kutokukidhi. Washabiki kumbe kama wachambuzi tu. Kukidhi mahitaji. Lakini basi kwa kuiendea hii game kwa mtu ambaye anatoka injury pia wanapaswa kuchukua tahadhari kubwa kwenye matumizi yake. Ni yeye. Wanamchukulia kama mkombozi wa ng'ambo. Wanakuja kuwakomboa katika eneo waliopo, wapeleka kwenye nchi ahadi, ambao hapa sasa ndio tunazungumza nusu finali. Leo wanamtaja sana yeye. Yes, licha ya bao 2 ambazo zilifungwa katika mchezo uliopita, kwangu mimi binafsi naona mahitaji makubwa yapo kwenye maboresho ya safu ya ushambuliaji kwa sababu ya uwiano wa nafasi zilizotengenezwa na kile kilichopatikana. Kwa hiyo Shemalon anaweza kuongeza nguvu kwenye solid defense, lakini bado nafasi ya kufunga, mahitaji ya kwenye kufunga ndo makubwa ili aweze kuwavusha. Yes, lakini pamoja na yote unaangalia mazingira ya mchezo wenyewe, game inataka nini kwa mtu ambaye anatoka injury. Maana yake inahitaji utimamu wa mwili na utimamu wa kiakili kwa kuielekea mechi. Mara nyingi walimu mchezaji anapotoka kwenye injury hawampi full time, wanampa muda mchache ili aweze kuanza kwa kugain. Maana yake hii game inakwenda kwenye maamuzi. Si vyema sana kumwanzisha mtu kama Shemalon ambaye anatoka kwenye injury. Maana yake hata ukirudi kwenye principles za kumintroduce kwenye game mtu ambaye ametoka injury, maana yake labda game ikichezwa kwa dakika labda kadhaa huenda mpaka 70, zile mwishoni 20 akaingia mchezaji huyu, ukiwa naamini kwenye kumtumia kwa mechi zijazo. Yes, kwa mechi zijazo. Tangu alikuwepo kule Misri
lakini hapa katikati hakuna mechi ambayo umemwona Simba akicheza ambayo pia ingeweza kusema kwamba ungeweza kumintroduce. Kwa hiyo pia kuna kuriski endapo wataenda kumtumia moja kwa moja kwenye crucial game kama hii. Sawa, mpo umemaliza kila kitu. Bado kwa Waswahili wenzetu nitakuja kupitia ujumbe wako mfupi maandishi ambao umeweza kuandika hapo jana kwenye mechi kati ya kikosi cha Yanga Afrika dhidi ya kikosi cha Wagosi wa Ndima Coastal Union ya Tanga. Dr. Khalid Aucho alionekana. Bwana, mapya yameendelea kuibuka kuelekea mchezo wa robo finali ya pili katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam. Simba Sports Club dhidi ya Al Masry kutoka pale nchini Misri. Chefondo Maroni aliyekuwa majeruhi amerejea, yuko sawa, lakini wasiwasi ya wengi ni kwamba je, aanze katika mchezo ambao Simba inamhitaji kweli, lakini pia kwa sababu alikuwa majeraha hawezi akaasisi, yani hawezi akatoa boko kwa wapinzani wao wapate bao. Lakini ukweli ni kwamba Chefondo Maroni amerejea mchezoni, amerejea mazoezini, lakini hata kuwa na nafasi ya kuanza katika mchezo huo kwa sababu bado alikuwa na majeraha. Lakini Simba hawakuwa na mchezo mwingine ambao ungetuonesha ungedetermine kwamba Chefondo Maroni amerudi na amerejea uwanjani kwa kiwango gani. Lakini katika eneo la back line Chefondo Maroni, baada ya yeye kukosekana, tutaendelea kumuona Abdulrazak Hamza Mtanzania huyu pamoja na Chamu Karbu raia wa Cameroon. Lakini pia mbeki wa pembeni Shomari Salum Kapombe pamoja na Mohamed Hussein Shabrara, hawa nao tutaendelea kuwaona katika eneo hilo. Lakini pia Godin Pimpin Kamara, licha ya kwamba watu wengi wanamnyoshia kidore kwamba mchezo uliopita pale nchini Misri yeye ndiye aliyesababisha, kwa sababu mpira wa kwanza ulipigwa mbali kabisa akashindwa kucheza, lakini mpira wa pili ulipigwa akaucheza, akautema, akamtemea striker wa Al Masry. Mwisho wa siku Al Masry wakapata bao la pili, lakini ataendelea kusalia katika milingoti mitatu katika uwanja wa Mkapa ambao unabeba mashabiki takriban 1060. Lakini pia katika upande wa viungo tuendelee kumuona Yusufu Kagoma pamoja na Fabrice Ruamba Ngoma katika eneo hilo, huku viungo wa washambuliaji Elie Mpanzu, Kibisawala, Volcano, Jen Shaleha wa Kibu Dennis Prosper, huku mshambuliaji wa mwisho tunampigia upatu sana Steven Dese Mukwala aanze baada ya Lionel Yateba kuanza katika mchezo mingi, lakini haoneshi kitu kikubwa ambacho kinawapa matumaini, kinawapa wapenzi na mashabiki wa Simba kwamba kutakuwa na ushindi.